Dishua. Kwa wale wataalamu wa ngumi bila shaka watakuwa wanajua ni nani huwa mara nyingi anatumia hiyo kitu. Huyu hapa hizo ni hooks au uppercuts. Sasa wewe ndio unatakiwa tuambie bana, wewe ndio mara nyingi unafanyaga hivyo vitu. Sawa. Hiyo ni nini hiyo? Hapo nimeona hizo ni uppercuts hizi. Hizi ni uppercuts. Uppercuts. Unajua zamani tulikuwa tunasemaga uppercut. Hiyo ni uppercuts. Uppercut. Bwana, Nightmare in Nairobi. Ni kitu gani hicho? Tumeanza kukisikia. Hivi nightmare kwa Kiswahili ni jinamizi, sio? Kitu kama hicho. Jinamizi, kitu kama hicho kwa tafsiri sio rasmi. Yes. Jinamizi. Kwa ni jinamizi ndani ya Nairobi. Ndio. Hiki ni kitu ambacho kwa majirani zetu Kenya, ndio, kimekuwa kikitrend kwa takriban sio chini wiki 2 sasa hivi. Ndio. Lakini kwa Tanzania sasa kuanzia leo Nightmare in Nairobi ni moja kati ya maneno ambayo yameanza kusambaa kwenye vijio mbalimbali vya mitandao ya kijamii. Sawa. Lakini pia tukaona sio mbaya sisi tukajitokeza hadharani kuambia watu Nightmare in Nairobi ni kitu gani hasa. Kimsingi Bwana Mufti, hii ni event ya masumbwi ambayo inafanyika nchini Kenya siku ya kesho. Na ni event ambayo inakwenda kujumuisha mabondia kutoka maeneo tofauti duniani. Sawa. Kutakuwa na mabondia kutoka Uingereza, Afrika Kusini, Tanzania, Kenya, Uganda. Kwa hiyo ni event ambayo inajumuisha mabondia kutoka maeneo tofauti barani Ulaya, Afrika kwa maana ya ukanda huu wa Afrika Mashariki, kule kusini mwa Afrika, maana Afrika Kusini, na maeneo mengine tofauti. Wanaenda kubariki ulingo mmoja kama unavyosema, kubariki ulingo ndio pale Nairobi. Kwa kupatia jinamizi ili ambalo tumetambulisha hapa. Sasa kimsingi pia ni event ambayo kama nilivyogusia hapo, sisi Tanzania tumebarikiwa kutoa mabondia takriban 6 ambao mabondia 6 kutoka Tanzania ambao watapata nafasi ya kupanda kwenye huo ulingo. Ndio. Na miongoni mwao wako wengi sana. Lakini miongoni mwao ni Halima Vunjabei, mmoja kati ya bondia wa kike ambao wamekuwa wakifanya vizuri sana kwenye ngumi za kulipwa nchini Tanzania miaka karibuni. Lakini pia mbabe wa Karim Mandonga, Karim Mangumi, Bwana Shaban Kaoneka. Shaban Mapesa. Mapesa. Na ni moja kati ya mabondia ambao wamepata nafasi ya kwenda kucheza kwenye hiyo event ya Nightmare in Nairobi hapo kesho jijini Nairobi. So ni event ambayo wa Tanzania tuna hiyo fursa ya kuwashuhudia Watanzania wenzetu 6 wakishia ulingo mmoja dhidi ya mabondia kutoka maeneo tofauti barani Afrika na nje mpaka ya Afrika. Pambano lipi unalisubiri kwa hamu kwa Watanzania ambao kesho watapamba ulingo? Swali zuri sana. Kimsingi ziko bouts nyingi ambazo binafsi nazisubiri kwa hamu. Sawa. Lakini kubwa unajua kwa takriban wiki sasa kumekuwa na vita na utani, yani utani wa jadi. Jua Tanzania na Kenya ni mataifa ambayo yamekuwa na utani wa jadi kwenye maeneo tofauti. Sana. Sasa kwa wiki takriban moja sasa kumekuwa na vita ya maneno ambayo inaambatana na utani wa jadi. Sawa. Ikihusisha mchezo wa ngumi. Ndio. Bondia Rayton Okwiri wiki iliyopita alionekana akifanya interview na moja kati ya kituo cha redio kule nchini Kenya, akimzungumzia Hassan Mwakinyo. Ndio. Kwa Mwakinyo amekuwa akimkwepa kwa mujibu wa Okwiri. Kwa mujibu wa Okwiri. Mwakinyo ndo anamkwepa Okwiri. Sasa baada ya Mwakinyo kuna ile interview ni akamjibu kwenye page yake Instagram. Sawa. Mimi sikukimbii, wewe unakwepa. Unapewa mikataba kusaidia utaki. Sasa sisi Azam TV tukasema hapana. Ndio. Huyo Okwiri ana trend sana. Wa Tanzania na wapenzi wa boxing. Ndio. Watumiaji wa maudhui ya boxing ya vitasa. Tuwaletea huyo Okwiri wamtazame, wamuone. Hapo wao wabaki na majibu yao wao. Huyo Okwiri kweli ana uwezo wa kushia ulingo mmoja zidi Hassan Mwakinyo. Sasa kesho bondia Rayton Okwiri kutoka nchini Kenya, mmoja kati ya bondia ambao wana misingi ya muda mrefu na amateur boxing, atakuwa akishia ulingo mmoja dhidi ya bondia Mohamed Sibiala kutoka nchini Uganda. Huyu Sibiala kama utakuwa na kumbukumbu nzuri, ilikuwa mwezi Disemba mwaka 2023 pale Bongo Plaza tarehe 26. Boxing on Boxing Day 26 Disemba mwaka 2023 alishia ulingo mmoja dhidi ya Twaha Kiduku kutoka Morogoro. Ndio. Alimpa fight ngumu sana Twaha Kiduku. Sasa huyu Sibiala atakuwa akishia ulingo mmoja dhidi ya Rayton Okwiri ambaye kwa wiki moja sasa ametrendi akizungumza kumtaka Hassan Mwakinyo.
Tunaelewa? Bwana hilo pambano lakini hatari. Na inabidi tulitazame. Tujue kweli ni nani aliyekuwa anamkimbia kimbia mwenzake. Yaani story kubwa hapa ni kwamba huyo kweli. Ndio. Kweli ana high material ya kushia ulingo mmoja zile Hassan Mwakinyo. Azam TV kesho tunawaletea hiyo event ambayo pia ndani yake itahusisha hiyo bout kati ya mpinzani wa zamani wa Twa Kiduku Mohamed Sebiara. Ndio. Pia ukiangalia rekodi yake amesha kucheza pia dhidi ya Francis Cheka. Okay. So kesho atakuwa akicheza dhidi ya Layton Okwiri. Kwa ni fursa kwa sisi Francis Cheka kutoka Morogoro pia. Morogoro pia. Yes, ndio. Sisi wapenzi wa mchezo wa boxing na watumiaji wetu wa maudhui ya vitasa kwa Tanzania na Afrika Mashariki wapate hiyo nafasi wamtazame Layton Okwiri afu majibu yabaki nayo wao sasa. Kama huyu kweli ana deserve kushia ulingo mmoja si Hassan Mwakinyo. Yes. Ni kesho. Hiyo ni bout moja kati ya bout ambazo binafsi bwana Mufti ninavutiwa ama ninazitarajia au ninazisubiri kwa hamu kubwa sana. Halima Vunja Bei? Hiyo ni nyingine sasa. Umeniwahi. Umenipreempt unasema au sio? Nimekukatia denge. Yes. Bout nyingine siku ya kesho ni bout ambayo inakwenda kumhusisha moja kati ya mabondia ambao wamekuwa wakifanya vizuri sana nchini Tanzania. Halima Vunja Bei. Ndio. Kutoka Mabibo Mazese Mabibo huko mitaa yake. Ndio mitaa yao. Atakuwa akicheza dhidi ya moja kati ya mabondia bora wa muda wote au pengine bondia bora wa muda wote kwa upande wa ngumi za wanawake nchini Kenya. Namzungumzia Fatma Zarika. Fatma Zarika kwa faida yako tu mtazamaji na mtumiaji wetu wa maudhui ya vitasa. Ndio. Fatma Zarika ndo bondia wa kwanza kutoka ukanda huu wa Afrika Mashariki. Sio, unaelewa? Nakuelewa.